Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa wakati huu. Mambo ni mazito kweli kweli, mara baada ya kuweza kushuhudia klabu ya soka ya Yanga ikiweza kutoa mataji yake katika msimu mwingine wa 4 mfululizo, kwa kile ambacho wameweza kukifanya. Msimu umekamilika, mission imekamilika. Sasa klabu ya soka ya Yanga imeweza kuweka wazi majina ya wachezaji ambao kwa msimu ujao hawatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Yani Yanga wametangaza majina ya wachezaji ambao wataondoka kwenye kikosi chao kunako kumalizika kwa msimu huu, watakuwa sehemu ya kikosi hicho. Ni majina ya wachezaji wengi, ila miongoni mwa wachezaji ambao utakwenda kujua mmoja baada ya mwingine na sababu ambayo imemfanya kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Majina ni mazito kweli kweli ambayo yamewekwa katika orodha hii. Sasa ndio utakwenda kujua Yanga wamezamilia kwamba wanakwenda kukiboresha kikosi chao kwa ajili ya mashindano makubwa kama ligi ya mabingwa barani Afrika na kutetea tena mataji yao kwa msimu ujao. Ni kina nani hao ambao hawatokuwa tena katika mission ya Young Africans kunao katika msimu 2025-26? Ni hawa hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika muendelezo wa zile taarifa zao. Bana, mara baada ya kuweza kuchukua kitita cha shilingi milioni 650 kama bingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kupitia fedha ambazo huwa zinatolewa na Azam FC. Sasa klabu ya soka ya Yanga ikienda kujijumlisha na pesa ambazo wamechukua katika maeneo mengine, wanakuwa na mabilioni ya fedha ambayo yanawafanya waweze kuingia sokoni kutafuta nyota wapya ambao wataweza kukizi matakwa ya mwalimu ambaye inaelezwa kwamba mambo yatakuwa ni mazuri. Pengine Young Africans wanafikiria kuachana na mwalimu wao kocha Mirudi Amdi, na hilo liliwekwa wazi kabisa mapema kabisa juu ya kocha huyo kuondoka kwenye kikosi hicho mara baada ya msimu huu kuweza kukamilika. Sasa sambamba na kocha kuondoka, kuna majina ambayo yako mezani kwa wakati huu ambao sasa hawa inategemea sasa na busara za Engineer Hersi, lakini kwa ripoti ya mwalimu hapa nazungumzia si mwingine Mirudi Amdi ameweza kuwaweka bayana kabisa. Miongoni mwa majina ambayo yapo katika orodha hiyo ni pamoja na, hapa nazungumzia mshambuliaji Kennedy Musonda, ambapo Musonda kama unafahamu ya kwamba amekuwa apate nafasi ya kutosha kuweza kucheza kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga mbele ya Clement Mzinzi ambaye anaonekana kuwa bora zaidi katika machaguo ya kocha Mirudi Amdi. Sasa Kennedy Musonda inaelezwa kwamba hata katika sherehe za ubingwa hapa kuzungusha ile makombe akuwa katika orodha ya wachezaji wa Young Africans. Sasa inaeleza kwamba Kennedy Musonda mkataba wake umemalizika rasmi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, ambapo inaelezwa kwamba Musonda rasmi amemaliza mkataba wake na Yanga hapo tarehe 30 ya mwezi
uliopita, na inaelezwa kwamba Young Africans katika mazungumzo hawako tayari kuendelea naye katika safari nyingine tena. Sasa inaelezwa kwamba wamempa baraka zote Kennedy Musonda kuondoka klabuni hapo na kutafuta changamoto sehemu nyingine tofauti na mabingwa hawa wa Kariakoo. Kwa hiyo hutaweza kumuona tena. Hapa nazungumzia Musonda akiwa na jezi ya klabu ya soka ya Yanga akiweza kuwatumikia tena wananchi kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo hatakuwa pia sehemu ya kile ambacho kinachoendelea. Lakini katika taarifa ya zile ambazo zinazoendelea mpaka wakati huu, jina la Ikangalombo alitokuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Unaambiwa Jonathan Ikangalombo, kipimo cha mabeki wa ligi kuu kuwapima umri, hatimaye ameshindwa kuweza kufanya ile kazi ambayo wananchi walikwenda kuweza kumsajili. Inaelezwa kwamba Jonathan Ikangalombo Kapela ameondoka Yanga baada ya kudumu Jangwani kwa miezi 6. Hatimaye Yanga wameamua kuachana na Ikangalombo. Winga huyo ameperform chini ya kiwango na Yanga wameamua kumpa mkono wa kwaheri rasmi. Ikangalombo anakwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Unaona bana, mapema sana, miezi 6 tu imetosha kwa Ikangalombo kuweza kupima maji na mafuta. Je, atayaweza katika kikosi cha klabu ya soka ya Yanga? Akaamua kuweza kufikia makubaliano ya pande mbili, hususan Yanga wenyewe ndio wameweza kuona kama atostahili kuweza kuendelea kubakia kwenye kikosi chao, hivyo basi wakaamua kumpa kwa heri ya kuonana. Lakini katika hatua nyingine, jina ambalo linazungumzwa sana kwa wakati huu ni pamoja na, hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni Jonathan Mkude. Mkude inaelezwa kwamba mpaka wakati huu mambo yamekuwa ni tofauti. Mkude ameweza kucheza dakika 31, afu amecheza mechi 4 tu katika msimu wa mwaka 2025-26. Ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo kila kitu kinachoendelea katika kikosi cha klabu ya soka. Hapo nazungumzia wengine hapa ni Young Africans. Kwa hiyo Mkude ameweza kuwa katika orodha hii ya wachezaji ambao wanatimka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya, hapa nazungumzia wananchi Yanga. Lakini Azizi Andambwile ni miongoni mwa majina ambayo pia ameweza kuwekwa katika orodha hii ya wachezaji ambao mkono wa kwaheri unawahusu mara baada ya msimu kuweza kutamatika. Hajakuwa na muendelezo mzuri, majeraha ya hapa na pale yameweza kumnyima nafasi ya kuonyesha kile ambacho wananchi walikitaka kutokea pale Singida Black Stars. Unaona bana. Lakini Abubakar Salum Shuaboy ni miongoni mwa majina ambayo yapo katika tasmini ya viongozi wakijiuliza wamuache aendelea katafuta changamoto nyingine ama tuendelee kuweza kutupa darasa kwa wachezaji ambao wanatua kwenye kikosi cha klabu ya Yanga. Faridi Musa Maliki ni miongoni mwa vijana ambao klabu ya soka ya Yanga inawatizama kwenda kuwatoa kwa mkopo katika klabu ya Singida Black Stars kutokana na kutokuwa na muendelezo mzuri kwenye kikosi cha klabu ya Yanga. Mwalimu anatazama uwezo wao kabla ya kile ambacho kinachoitwa kufanya maamuzi. Huku ambao hawapo kwenye mipango kabisa, unazungumzia ni Atola Yao Kuasi, ambapo Young Africans kwa sasa inabidi ingie sokoni kwenda kutafuta beki mwingine mwenye hadhi ya juu kabisa, tofauti na, hapa nazungumzia Israel Patrick Mwenda. Mwenda amekuwa na kiwango kizuri, lakini Young Africans inahitaji kwenda kutafuta changamoto nyingine zaidi. Ndio maana Atola Yao Kuasi, klabu ya soka ya Yanga huenda akafikia makubaliano ya pande zote mbili kuweza kusitisha mkataba kutokana na majeraha ya muda mrefu. Kwa hiyo tegemea hilo kuweza kuliona. Wachezaji ambao pia huenda hawatokuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga kutokana na madili kuuzwa. Sasa hapa nazungumzia kuna Aziz Ki ambaye mpaka sasa ikifika tarehe 10 ya mwezi huu basi kama atakuwa bado Aziz Ki, pesa ile ya usajili ambayo
Wydad walikubaliana na Yanga, basi atarudi kwenye kikosi cha Yanga, lakini kama wakitimiza yale matakwa, basi Aziz Ki ni moja kwa moja anaenda zake Wydad, kutokana na kwamba walisaini mkataba wa mwezi mmoja. Lakini Clement Mzinze ni miongoni mwa majina ambayo kwa sasa yanatajwa sana kweli kweli katika dirisha la usajili. Watu wanahitaji kuweza kupata huduma yake, kwa hiyo lolote linatajwa kuweza kutokea katika safari hii ya kile ambacho kinachoelezwa. Kwa hiyo pengine majina hayo huenda akawa tena sio sehemu ya wachezaji wa Yanga. Tusubiri kuweza kuona ripoti itaeleza vipi kwa kile Yanga ambacho wao wamekiweka bayana, ila kabla hatujamaliza nikukumbusha kwamba usisahau kusubscribe na kubonyeza alama